naitwa David Mramba, makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Kibaha. Leo nimefika katika viwanja vya Bundikani kukutana na vijana ambao wanalo la kusema kwa mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Ndugu Kikoka, mimi ni mwananchi mwenzako, lakini nimeona leo nije niwatembelee kidogo, tubadilishane mawazo. Ninayo maneno mawili matatu kwako. Oktoba 29 kulitokea na maandamano feki ambayo yalileta taharuki ndani ya taifa letu la Tanzania. Ninyi kama wana michezo na wewe kama team captain unalizungumziaje swala hilo? Kwanza kabisa sio jambo zuri kwa upande wetu kwenye sekta ya michezo, ilituathiri kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hata programu ya mazoezi tulizuiliwa, tusifanye mazoezi, tubaki nyumbani. Ilikuwa michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo ni fursa ya kukutanisha na watu mbalimbali. Kwa hiyo upande wetu ni fursa za kuweza kuonekana, kufanya mazoezi, kuweka afya yetu sawa. Kwa namna moja au nyingine ilitukwamisha swala la maandamano. Sio jambo zuri, na pia kutoka nje ya michezo pia sio jambo zuri kwa mazingira tunayoishi. Asilimia kubwa ya vijana wetu na sisi hapa tuwepo kwamba tutoke ndio tupate tukatafute, lakini kama tukisema tukae nyumbani hatuwezi kupata chochote. Kwa namna moja au nyingine pia tena ni wale wakosa kufanya maendeleo, na namna moja kuendesha maisha yetu. Kwa hiyo swala maandamano ni baya kwa upande wetu, tunalipinga. Boaz Mongosi, kama nilivyotangulia kusema kwa team captain kwamba tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 nchi yetu iliingia kwenye taharuki kubwa sana. Watu wakadai kwamba wao wanahitaji kuingia mtaani na wakatekeleza katika kuingia mtaani, lakini kuingia kwao mtaani kwa tofauti kidogo. Maandamano yakageuka yakawa kuiba vitu vya watu, kuiba kwenye maduka, kuvunja. Wewe unalizungumziaje swala hili? Naweza nikalizungumza kwa namna tofauti kama alivyokuwa ameongea team captain wetu. Sawa, siko mbali sana na maelezo yake, na ukiangalia asilimia kubwa pale panapokuwepo na maandamano tunaona kabisa kuna taswira negative ambayo inaonekana kwenye jamii yetu. Ukiangalia kama zile wiki ngapi zile ambazo tulikuwa tuko ndani, unaona kabisa jamii yetu kwa asilimia kubwa ili aweze kupata chochote lazima atoke afu ndio apate chochote kwa ajili ya familia. Kwa asilimia kubwa siko mbali na captain wangu alivyoongea. Kwa hii hali ilikuwa sio nzuri kabisa, sio nzuri, tunaipinga. Mataifa ya nje yametufanya sisi kuwa daraja kama vijana, kutuhamasisha, kutudanganya, kueleza kila namna ambavyo wanaweza kueleza ili tuweze kuingia mitaani na kufanya vurugu. Unafikiri aina ya watu walioingia mitaani kufanya vurugu unawazungumziaje? Mimi naweza nikawazungumzia tofauti, kwa sababu ukianza kuangalia wale watu ambao wamekuwa wameingia mtaani, asilimia kubwa nafikiri sio watu ambao wanaitakia mema nchi yetu. Na maana ni watu ambao pengine kulikuwepo na kigenge fulani ambacho kinasababisha hayo mambo yaweze kutokea, lakini kwa asilimia kubwa mimi naiongelea tofauti kabisa, kwa maana kwamba kile ni kigenge cha watu fulani ambao wanaiga mkumbo, na inawezekana kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatumia hizo mbinu kwa ajili ya kuharibu amani. Unawasa nini vijana wa Tanzania? Mimi nawasa vijana wenzangu kwa sasa hivi tujikite sana kushawishi watu ili tuweze kuwa na amani kwenye nchi yetu. Inakuwa haileti maana kuona kwamba watu wanaingia mtaani wanaharibu vitu vya watu, inakuwa haileti maana. Kwa hiyo vijana wenzangu, mimi nawaasa tu kwamba tuendelee kuiombea nchi yetu, tuendelee kudumisha amani. Utamaduni wetu ni ule ule, ni kuleta amani na upendo ili tuweze kuendeleza maendeleo yetu ya nchi. Asante sana, nakutakia kila la heri. Umeona namna ambavyo wamezungumzia kuhusu kulaani vitendo ambavyo vimefanywa na vijana walioingia mtaani tarehe 29 kwa tafsiri ya kwamba ni maandamano, lakini wao wamesema vile ni vitendo vya kihuni, na wamewaasa vijana wenzao kwamba waendelee kuendeleza amani iliyoletwa na wazee wetu na waendelee kusimamia katika majukumu yao ili waendeleze yale ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia kuyaendeleza. Kutoka katika viwanja hivi vya mpira wa miguu hapa Bundikani Secondary School, mimi naitwa David Mramba, ni mwananchi wa eneo hili la Kibaha, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa